Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa katika Kristo Yesu. Mbele yako ninaitwa mwalimu na Apostle Frank Steven Muhando. Ni shauku yangu kukufundisha neno la Mungu kila itwapo leo, pahali popote litakapokuwepo, ili mradi Kristo akufungue ufahamu. Ninakuletea somo lenye kichwa cha ujumbe, kiwango cha elimu ya kiungu hukupa nafasi ya utendaji katika ulimwengu wa roho. Somo ni kiwango cha elimu ya kiungu hukupa nafasi ya utendaji katika ulimwengu wa roho. Nitaanza na utangulizi kidogo. Jambo la kwanza, watu wengi wanayo dini, watu wengi wana madhehebu, watu wengi wana mababa wa kiroho wakubwa wenye majina makubwa. Lakini kwa nini maisha yako au maisha yao yanakuwa kawaida? Issue sio kuwa na baba wa kiroho mkubwa ambaye ni famous kwenye television. Issue sio kuwa na dini yako, kwamba una dini lenye dhehebu kubwa sana. Lakini kinachofanya watu wanabaki katika maisha ya kawaida ni kiwango cha elimu ya kiungu kwenye maisha yako. Narudia tena. Kuwa na baba wa kiroho ama kuwa na dhehebu kubwa haikufanyi uweze kutawala mambo katika ulimwengu wa roho. Lakini sheria ya kiungu ya kufahamu mambo ndiyo mipaka yako ya kumiliki mambo katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza kabisa lazima uelewe, kila jambo ambalo sisi wanadamu tunalifanya original yake ni katika ulimwengu wa roho. Chochote ambacho unakiona hapa duniani kimeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake, pasipo jambo kuanza kwenye ulimwengu wa roho ni ngumu sana kukufikia kimwili. Sijui kama unanielewa. Unapoona watu wana biashara kubwa, unapoona watu wana mafanikio makubwa, yale mafanikio wameanza kuyakamata kwenye ulimwengu wa roho, alafu wakaja mwili. Ndio maana wanajiamini, wanatembea kwa kujiamini, kwa sababu wanaelewa wanachokifanya. Lakini leo nataka nikwambie, kiwango cha elimu ya kiungu kinakupa nafasi ya utendaji katika ulimwengu wa roho. Kitakachokusaidia mama, kitakachokusaidia dada, kitakachokusaidia baba na kaka ni kiwango cha elimu ya kiungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika safari ya kiroho, kila muumini hupata nafasi ya kutenda kwa kadiri ya maarifa ya kiungu aliyoyapokea. Elimu ya kidunia inaweza kukufanikisha katika mambo ya maisha ya kawaida, lakini haitoishi kukupa mamlaka ya kushinda katika ulimwengu wa roho. Tunaelewa, unapotaka kazi ya serikalini, basi inakulazimu uanze kusoma kuanzia darasa la kwanza. Unapigwa, lakini sio kwa sababu hauna Yesu. Unapigwa kwa sababu haujui kanuni na sheria. Unapigwa kwa sababu haujui taratibu za kiroho zinaendaje. Usipokuwa na elimu ya kiungu, ni ngumu sana kumiliki ahadi zako. Tunavyosema kiwango cha elimu ya kiungu, maana yake ni nini? Usipokuwa na elimu ya kiungu, usipokuwa na elimu ya kiungu kwenye maisha yako, maana yake swala la maombi utaomba, utasoma neno, lakini hata lile neno halitafanya kazi, kwa sababu haujui hiyo elimu ipoje kwenye maisha yako. Tofauti ya Biblia na vitabu vingine, Biblia unaisoma kwa maongozo ya Roho Mtakatifu. Ndio tofauti kati ya Biblia na vitabu vingine. Kwa hiyo unaweza ukasoma maandiko na yale maandiko yasikusaidie kwa sababu hauna elimu ya maandiko. Hujanielewa mwanangu? Unaposoma Biblia kama huna elimu ya maandiko, utayatafsiri yale maandiko kama maandiko ya magazeti. Ndani ya neno la Mungu lazima uwe na knowledge ya kupambanua hilo neno la Mungu. Na watu wengi wanachukua Biblia, wanaweza kujaji vingine tofauti, kwa sababu kwenye Biblia kuna jumbe nyingi mle. Lazima sasa uwe na ufahamu wa hilo neno la Mungu. Kiwango cha elimu ya kiungu manake ni nini? Lakini namba moja, elimu ya kiungu hutoa ufahamu wa nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Elimu ya kimungu hutoa ufahamu wa nafasi yako. Kiwango cha elimu ya kiungu ndicho kinachofanya utambue wewe ni nani katika Kristo. Bila kujua nafasi yako, shetani hutumia ujinga wako kukuzuia.
Sikiliza, unapopata elimu ya neno la Mungu, maana yake neno la Mungu litakuonesha wewe ni nani. Kuna wakati shetani anatumia ujinga wako kukupitisha kwenye mapito ambayo usingetakiwa kupita. Kwa hiyo usipofahamu neno la Mungu, maana yake wewe utakuwa ni mtu wa kupigwa. Kwenye eneo la kumiliki hautamiliki. Kwenye eneo la kuwa mzima utakuwa mgonjwa, kwa sababu haujui kanuni za ulimwengu wa roho. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo namba moja, elimu ya kiungu hutoa ufahamu wa nafasi yako. Kwanza utajitambua wewe ni nani. Ukishajitambua wewe ni nani, utakuwa unatembea kwa ujasiri. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapo utaangalia katika Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1. Anasema, lakini yule mrithi wakati hapo mtoto hakutofautiana na mtumwa, ijapokuwa ni bwana wa vyote. Tunaangalia hii historia ya mrithi. Mtoto anapokuwa mrithi, baba yake anapokuwa na mali nyingi, baba yake ana majengo, baba yake ana pesa nyingi benki. Huyu mtoto anapokuwa mtoto mdogo anakuwa hajitambui chochote. Yani yeye ni tajiri, lakini unaweza kumkuta anacheza kwenye matope. Mtoto haelewi. Anacheza kwenye matope, lakini hajijui kama yeye ni tajiri. Kwa hiyo neno la Mungu hapa linatufundisha nini? Ina maana usipokuwa na elimu ya kiungu, kuna wakati wewe ni tajiri, lakini unachezea kwenye matope. Uko kwenye matope unachezea kwa sababu hujitambui kama wewe ni nani. Kwa hiyo unapokuwa na elimu ya kiungu, maana yake elimu ya kiungu itakutambulisha position yako. Namba 2, elimu ya kiungu hufungua ufahamu wa sheria za ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimwengu wa roho una kanuni na sheria zinazotawala. Mtu anapopata elimu ya kiungu, anafundishwa jinsi ya kuenenda kwa mujibu wa sheria hizo ili kupata matokeo. Ni maarifa haya yanayofanya usiende kwa kubahatisha, bali kwa uhakika wa kiroho. Nataka nikwambie kitu. Ukipata maarifa ya kimungu cha pili, namba 2, utatembea kwa uhakika. Maarifa ya kimungu yatakuonesha namna dunia inavyo-operate. Sheria ya ulimwengu wa roho namna inavyo-operate. Nataka nikwambie kitu. Wakristo wengi, hasa waliookoka, wanapigwa kwenye maisha yao. Sio kwamba Yesu hawezi. Wanapigwa kwa sababu hawajui sheria za ulimwengu wa roho. Unaona, dunia ina sheria zake, ulimwengu wa roho una sheria zake. Kama hautajua kutumia hizo sheria, maana yake hata kama unaitwa mchungaji, unaitwa apostle, unaitwa sijui nani, utapigwa, kwa sababu ulimwengu wa roho unafanya kazi kwa sheria. Tukisoma katika Warumi 8 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, kwa maana sheria ya roho wa uzima iliyo katika Kristo Yesu imeniweka huru, mbali na sheria ya dhambi na mauti. Nasema kwa maana sheria ya roho wa uzima. Kuna sheria ya roho wa uzima, alafu kuna sheria ya nini? Alafu kuna sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo ulimwengu wa roho unafanya kazi kwa sheria. Na ndio maana ukimpokea Kristo kwenye maisha yako, tayari kuna sheria ya uzima iko ndani yako. Kwa hiyo kitendo cha kumpokea Kristo, maana yake wewe utakuwa tayari unajua unatembea katika sheria ya uzima. Kwa hiyo kuna mambo kwenye maisha yako wewe utayaamrisha, utayaoperate, kwa sababu operator mkuu unaye ndani yako. Neno la Mungu linasema hapo kwenye Warumi 8:12 mstari wa 2, nasema kwa maana sheria ya roho wa uzima iliyo katika Kristo Yesu imeniweka huru. Lakini anasema mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo kuna sheria ya dhambi na mauti. Kinachofanya unapitia wakati mgumu ni sheria ya dhambi ambayo inakuja kutengeneza mauti kwenye maisha yako. Lakini unapompokea Kristo kwenye maisha yako, maana yake tayari unao sheria ya uzima unatembea nayo. Kitendo cha wewe kumpokea Kristo kwenye maisha yako, maana yake kuna mambo ambayo hayatakaa vizuri utaweza kuyaseti kupitia jina la Yesu. Hauhitaji kwenda kwa waganga, hauhitaji kutembea na hirizi. Kitendo cha kumpokea Kristo kwenye maisha yako, tayari wewe unaye operator mkuu kwenye maisha yako, unaweza ukaamuru jambo lolote litendeke. Sasa hapa utakuja kuangalia kuna watu wanafanya vitu vya ajabu. Wamempokea Kristo kwenye maisha yao, lakini nasema namsubiri Mungu atende, namsubiri Bwana atende, wakati huyo Bwana yuko ndani yake, anasubiri yeye aamuru mambo yafanyike ili yafanye. Neno la Mungu linasema pale. Neno la Mungu linasema hivi,
Anasema utakalolifunga duniani litalifunga mbinguni, litakalofunguliwa duniani, utakalolifungua duniani litafunguliwa wapi? Mbinguni. Maana yake unapompokea Kristo kwenye maisha yako, unaweza kuoperate jambo lolote katika ulimwengu wa roho likawa, kwa sababu ni sheria namba 1 katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ile roho wa uzima kupitia Kristo Yesu yuko ndani yako. Kwa hiyo kama yuko ndani yako, unaweza kuamuru jambo lolote likawa. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini namba 3, elimu ya kiungu hujenga ujasiri wa kiutendaji. Sikiliza, elimu ya kiungu hukutengenezea ujasiri wa kiutendaji. Kuna watu ni majasiri sana kwa sababu wanaenda kwa waganga, kwa sababu anao hirizi inayopumua, na ndio maana ana ujasiri wa kuambia kesho hutaiona. Lakini cha kushangaza, watu waliompokea Kristo kwenye maisha yao wanashindwa kutamka mambo kwa sababu hawajui kwamba roho wa uzima yuko ndani yao. Kwa hiyo namba 3, elimu ya kiungu itakufunulia. Elimu ya kiungu itakupa ujasiri wa kiutendaji kwenye maisha yako. Yaani utatenda kwa kujiamini. Na ndio maana waliompokea Kristo kwenye maisha yao huwa wanatenda kwa kujiamini katika viwango vya juu, kwa sababu wanajua aliyempokea kwenye maisha yao, alafu hawatikiswi na jambo lolote. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo namba tatu, elimu ya kiungu inakuja kukufunulia nafasi, inakuja kukupa ujasiri wa kiutendaji kwenye maisha yako. Yaani utatenda kwa kujiamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani utaamuru mambo yatakuwa, na hutakuwa na wasiwasi kwamba hivi kweli itatendeka kweli? Hivi jamani, hivi kweli itafanyika hivi? Hivi jamani, itakuwa hivi kweli? No, kwa sababu roho wa uzima yuko ndani yako, unaweza kuamuru jambo lolote likawa. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapa tunaona katika Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7, neno la Mungu nasema, kwa maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali nguvu ya upendo na moyo wa kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu hakutupa roho ya woga. Unapokuwa na elimu ya kiungu, unakuwa huna woga kwenye maisha yako. Maana yake unaweza ukaamuru jambo lolote na hilo jambo likawa. Namba 4, elimu ya kiungu hukupelekea kutoka utoto wa kiroho hadi ukomavu. Kiwango cha maarifa ya kiungu ndicho kinachoamua kiwango cha ukuaji wa kiroho wa mtu kwenye maisha yake. Mtu asiye na elimu ya kiungu hubaki mtoto wa kiroho asiyeweza kutenda uhakika katika ulimwengu wa roho. Kadiri anavyojifunza na kufunuliwa zaidi, ndivyo anavyopata ngazi ya kiroho na kupewa nafasi kubwa ya kiutendaji. Sikiliza nikwambie, ukomavu wako wa kiroho mpendwa, akuji kwa sababu umeokoka miaka mingi. Kuna watu utawakuta kwamba mimi ni mkomavu wa kiroho. Tupe evidence. Nimekaa kwenye wokovu na miaka kama 25 hivi, na miaka kama 32 hivi, na miaka kama 40 hivi, lakini bundi akilia nje, Yesu shindwa kwa jina la Yesu, anashindwa kulala. Wewe una miaka 40 katika wokovu, lakini paka akilia nje unaanza kupata shida. Unakuja kugundua huyu ni mchanga kiroho, ni mtoto wa kiroho. Ukomavu wako wa kiroho hauji kwa sababu umekaa kanisani kwa miaka mingi. Ukomavu wako wa kiroho hauji kwa sababu wewe unaitwa aposto. Ukomavu wako wa kiroho hauji kwa sababu unaitwa mchungaji. Na ndio maana kuna mapasta wengi pia bado ufahamu wao uko chini. Sisemi vibaya, lakini nataka nikwambie, namna baba wa kiroho walivyo ndivyo washirika walivyo. Kama usipokubali kutafuta maarifa ya kiroho, maana yake utazalisha vilaza kwenye kanisa lako. Usipokubali kujifunza maarifa ya kiungu, maana yake utazalisha vilema kwenye kanisa lako. Vilema wa kiroho, vipofu wa kiroho, viziwi wa kiroho, vipofu wa kiroho, wasioona, wasiosikia, wasioweza kuzalisha jambo lolote. Kwa sababu gani? Ya baba wa kiroho asiyetaka kutafuta maarifa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo namba 4, elimu ya kiungu kupelekea kutoka utoto hadi ukomavu wa kiutu uzima. Hapa unakuwa na misuli ya imani ambayo unaweza kufanya mambo makubwa watu wakashangaa. Kwa sababu level hizi si level za watumishi wa Mungu. Level hizi ni level za watu waliompokea Kristo kwenye maisha yao. Yaani unapoona mshirika na miaka 20 katika wokovu, alafu jambo kidogo, baba naomba uniombee, baba naomba uniombee mwenzenu, una miaka 20. Mimi nakutandika viboko. Nakutandika viboko vya kiroho. Kwa sababu gani?
Siwezi kulea watoto ambao sio wakomavu kiroho. Mtu anapookoka anatakiwa ndio akulie wokovu, afundishwe. Lakini unakuwaje na miaka 20 katika wokovu, alafu bado ongezeko lako la kiroho lisiongezeke? Manake ni mvivu. Ni mvivu wa kumtafuta Mungu. Ni mvivu wa kumuhuisha Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Hapa tunapata katika Waebrania 5:14. Inasema chakula kigumu ni cha watu wazima ambao kwa sababu ya mazoezi miili yao imezoeshwa kupambanua mema na mabaya. Sikiliza, ufahamu wa kimungu huja kwa kujizoesha. Nataka nikwambie kitu. Kuna wadada ambao walikuwa na matumbo wana matumbo makubwa, wakaanza kuhangaika. Sasa hizi kuna mipira ya kubana, kuna mazoezi ya kuruka ili tumbo liwe flat. Nimekuja kuona mazoezi ya mamisi. Mamisi wanakubali kuingia gharama kuchonga ule mwili usinenepe. Kumbe hata kiwango cha chakula wanatakiwa wawe limited ili wasiongezeke miili yao. Maana yake nataka kuzungumza nini? Kila kitu kwenye hii dunia ni mazoezi. Kuishi maisha ya rohoni ni mazoezi. Lazima uzoeshe mwili wako kumtafuta Mungu. Kwa hiyo kama mamisi wanaweza kujinyima ili wabaki na umbo lile lile wasiongezeke, maana yake kumbe kujipimia kwa kiroho ni kwa mtu binafsi na Mungu. Kukua kiroho hakuji kwenye maisha yako kwa miaka mingi. Kukua kiroho kunakuja kwenye maisha yako kwa mazoezi. Wokovu ni kujizoeza. Wokovu ni kujizoesha. Wokovu ni kukubali kuingia gharama, ni kukubali kumtafuta Mungu. Wakati usiku wenzako wamelala, wewe unafanya maombi. Wakati wenzako usiku wamelala, wewe unasoma neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini namba 5, elimu ya kiungu kufanya ufanikiwe katika mapambano ya kiroho. Haleluya. Kila pambano la kiroho linaamuliwa na kiwango cha maarifa ulicho nacho. Haleluya. Narudia tena. Kila pambano la kiroho linaamuliwa na kiwango cha maarifa ulicho nacho. Maombi pekee bila kuelewa kanuni za kiroho mara nyingi hayatoshi. Elimu ya kiungu humfunulia muumini silaha na mbinu za kiroho zinazohitajika ili kushindana kila vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Waefeso 6:11 inasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Vaeni silaha zote za Mungu, silaha zote. Kumbe kuna silaha sio moja. Katika ulimwengu leo hakuna silaha moja. Unajua kwa nini unapigwa? Unapigwa kwa sababu hauna elimu ya ulimwengu wa roho. Unapigwa kwa sababu haujui kanuni. Kila mtu anaye Yesu, kila mtu amempokea Yesu, lakini kinachofanya wewe ushindwe kwenye maisha yako ni nini? Ni kwa sababu hujajua kanuni za ulimwengu wa roho. Utakuta mlokole anaomba, Baba katika jina la Yesu, najua wewe ni Mungu. Mungu anasema ndio, mimi ni Mungu. Tazama Bwana, na kuona mfalme, naelewa wewe ndio Bwana wa majeshi. Anasema ndio, mimi ni Bwana wa majeshi. Baba tazama, naomba ushuke. Mungu anasema hapo mwanangu umenikosa. Mimi nishuke. Kweli, nishuke. Wakati yuko ndani yako, ukiwa katika level za kiroho, huwezi kusema Mungu yuko mbinguni. Huwezi kusema Mungu yuko mbinguni. Watu wote wanasema Mungu yuko mbinguni, lakini waliokuwa katika level za kiroho, Mungu yuko ndani yao. Wanavosema Mungu amesema, wanavotamka Mungu ametamka, wanavoamuru mambo Mungu ameamuru kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakomavu wa kiroho hawaombi Mungu aliye juu, wanaomba Mungu aliye ndani yao. Kwa sababu Yesu baada ya kufufuka alituachia msaidizi ndani yetu. Tukisema jambo linakuwa, tukitamka kitu kinakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namba 5, elimu ya kiungu hukufanya ufanikiwe katika mapambano ya kiroho. Ukiona vita vyako vinashindwa mara kwa mara kwenye maisha yako, mara nyingi jichunguze vizuri. Issue sio kukemea kwa jina la Yesu. Wakati Yesu anatembea, yeye mwenyewe alikuwa ni Mungu. Alikuwa anaweza kufanya mambo makubwa. Kilichofanya Yesu ateme mate kwenye matope na amtake yule kipofu ni nini? Kilichofanya Yesu ateme mate kwenye matope na ampake kipofu na kipofu akaona. Kwa nini asiseme kipofu ona tu akaona? Kwa hiyo kumbe kuna wakati sio jina la Yesu tu pekee litakusaidia. Kuna wakati unahitaji mafunuo ndani ya jina la Yesu, sawa, lakini unahitaji upambanue mambo katika ulimwengu wa roho. Kuna namna lazima Mungu akupe mafunuo kwenye jaribu lako.
Umeomba kwa muda mrefu, shida yako haishi. Umeomba kwa miaka mingi, shida yako haishi. Lakini shida sio kuomba. Shida ni kiwango chako cha ufahamu ni kidogo sana mbele za Mungu. Namba 6, elimu ya kiungu kuwezesha kuzaa matunda ya kiroho. Elimu ya kiungu si maarifa ya kitwani tu, bali ni maisha yanayoleta matokeo. Kadri unavyozidi kufunuliwa, ndivyo unavyoweza kuzaa matunda yanayoonekana katika tabia, huduma na ushuhuda wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapopokea elimu ya kiungu, maana yake hutabaki hapo. Unapopokea elimu ya kiungu, maana yake utaanza kuzalisha energy ya kuzalisha matokeo kwenye maisha yako. Watu wengi hawazalishi ni kwa sababu hawana elimu na maarifa ya kiungu. Mtu ameokoka lakini hana biashara. Mtu ameokoka lakini hajui kufanya mambo makubwa. Usipokuwa na elimu ya kiungu, ni ngumu sana kuleta matokeo kwenye maisha yako. Kumbe elimu ya kiungu inakupa nafasi kwenye jamii pia ya kuzalisha energy ya mambo mengine, kuleta matunda ya kiroho, kuzalisha watu ambao pia na wenyewe watakuja kwa Kristo kupitia wewe. Ina maana unavyoona kwamba mtu hawezi kuzalisha, manake elimu ya kiungu ni ndogo katika maisha yake. Lakini namba 7, elimu ya kiungu hukupa mamlaka ya kutawala katika maeneo ya kiroho. Kadiri unavyozidi kuongezeka katika maarifa ya Mungu, ndivyo unavyoinuliwa katika viwango vya mamlaka. Ujinga humfanya mtu chini ya mashambulizi, lakini maarifa ya kiungu humweka muumini juu ya nguvu za giza. Elimu hii ndiyo hufungua milango ya kutawala, kuamuru, kuathiri mazingira ya kiroho. Katika Luka 10:19 neno la Mungu linasema, tazama, nimewapa ninyi mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Neno la Mungu linasema hivyo. Unavyoendelea kuongeza maarifa ya kiungu, unaendelea kuongeza mpaka wa kutawala. Unavyoendelea kuongeza maarifa ya kiungu, unaendelea kuongeza mipaka ya kutawala katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake usipokuwa na elimu ya kiungu kwenye maisha yako, unaendelea kuonewa na adui kwenye maisha yako. Yaani sema hata kama malaria tu kakutamkia malaria tu, kuyatamkia kusema malaria ninakufuta kwa jina la Yesu Kristo, wewe unakimbia kwenye pharmacy kwa sababu umeshasema usi ni ugonjwa tu. Yaani huamini kama unaweza kuamrisha mambo. Mimi juzi shinda siku 2-3 nilisikia kabisa dalili za malaria na nikaanza kusikia na kichefuchefu. Usiku wa manane nilipoamka nikaitani ile roho ikaondoka. Usiniige kama huna nguvu hizo, usiniige. Kila mtu ana viwango vyake vya kiroho, lakini nataka nikwambie kuna wakati unatamka tu jambo linakuwa. Kuna wakati unatamkia kichwa nyamaza kimya, kinanyamaza kimya. Kuna wakati mamlaka itakufanya uamuru hata vitu visivyoongea vikafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivi ndio viwango ambavyo Mungu anataka kwa watoto wake. Hivi ndio viwango Mungu anavihitaji kwa waumini wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 8. Elimu ya kiungu hukupa kuelewa kusudi la Mungu katika maisha yako. Elimu ya kiungu umfunulia muumini sababu za kuwepo kwake, kusudi la Mungu juu ya maisha yake. Bila maarifa haya mtu anaishi akizunguka bila mwelekeo, lakini ikiwa elimu ya kiungu huishi kwa kusudi. Lakini akiwa na elimu ya kiungu anaishi kwa kusudi, akitenda sawasawa na mpango wa Mungu. Yeremia 29:11. Neno la Mungu linasema, maana nayajua mawazo mnayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mawazo ya kuwapa ninyi tumaini ni mawazo ya kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Elimu ya kiungu itakupa kusudi, kuelewa kusudi. Unajua watu wengi wanaishi duniani kwa kudharauliwa sana. Kuna wakati mazingira yanakukatisha tamaa, unajiona wewe ni mtu wa kawaida sana. Kuna wakati ulipotoka ulitendewa vitu vya ajabu, ukavunjika moyo, na hivi vitu vinanyonya energy yako ya mafanikio kwenye maisha yako. Lakini utakapoanza kuwa na elimu ya kiungu kwenye maisha yako, ile elimu itaanza kukufunulia wewe ni nani hapa duniani. Utaanza kukuonesha umuhimu wako. Itaanza kukuonesha wewe ni mtu tofauti. Kuna wakati mwingine usipokuwa na elimu ya kiungu, hata kama una miaka ambayo bado unalipa, unaweza kujiona wewe ni mzee. Utasikia tu mtu anasema, bwana mimi nimeshazeeka bwana, nimeshazeeka. Kumbe wakati yeye anaona amezeeka, kuna watu wanaona bado ni binti. Wakati yeye anaona amezeeka, kuna watu wanaona bado ni kijana. Kwa nini? Kwa sababu shetani kawaida anapenda kutengeneza mazingira ya mtu ajione kama vile hana thamani katika hii dunia.
Shetani kazi yake ni kubadilisha mambo, ujione kwamba wewe ndio mwenye shida peke yako duniani. Yani wewe uko kwenye wakati mgumu, jamani, hizi shida zitaisha lini? Shetani anakufanya wewe una shida nyingi, anakufanya ujione masikini, ufai, mpaka uingie kwenye mambo yasiyofaa ili uweze kupata maisha. Shetani anacheza na ufahamu wako kutengeneza historia ya maisha yako. Lakini unapokuwa na ufahamu wa kimungu, unakuwa unaishi kupitia ufahamu wa kimungu, unaishi kama mtoto wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 9, elimu ya kiungu ukufanya ushiriki siri za ufalme. Na hii ni siri nyeti sana. Mungu haziweki siri zake kwa kila mtu, bali wale wanaomtafuta na kufunuliwa kwa Roho. Kadiri unavyojifunza kupokea elimu ya kiungu, ndivyo unavyoruhusiwa kuingia katika ufahamu wa siri za ufalme wa Mungu, ambazo zinakupa uwezo wa kutenda mambo makuu katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 9 ni nyeti sana. Hapa nitaenda taratibu kidogo, kwa sababu kwanza ni eneo ambalo nalipenda. Tukishafika katika eneo la kushiriki siri za ufalme, hapa umekuwa mtoto wa tofauti sana. Nataka nikwambie kitu kabla sijaongeza hapa, niendelee hapa. Katika Mathayo 13:11 neno la Mungu linasema, nanyi mmepewa kujua siri za ufalme wa mbinguni, bali kwao hawajapewa. Kina nani hao? Watu wasiomwamini Kristo hawajapewa kuelewa siri za ufalme. Sikiliza, nimesema kuna kufanya kazi ya Mungu na kuna kufanya kazi na Mungu. Ikifika hatua ya wewe kufanya kazi na Mungu, pale unakuwa ni rafiki wa Mungu. Kwenye somo langu Facebook pale ukienda, niliandika somo la level 7 za kiroho. Utakuta pale nimezungumza kwa mapana na marefu zaidi kupitia somo hili. Lakini hapa nataka niongee kidogo kwamba elimu ya kiungu inakufanya ushiriki siri za kiungu. Unapokuwa na elimu ya kiungu kwenye maisha yako, utaanza kuona kuna vitu vinajifunua. Na kuna vitu unaweza ukaambia watu ambao wako level za chini yako, wakakuona umekengeuka. Nimekuja kusoma katika hii dunia, kuna siri nyingi katika ulimwengu wa roho. Kuna siri katika mafanikio, kuna siri katika uponyaji, kuna siri katika kutenda. Bwana Yesu atusaidie sana. Nikaja kugundua watu wengi wamempokea Kristo, lakini wengi wamempokea Kristo kwa mihemko. Wanashindwa kuingia darasani. Lakini kuna darasa la kiroho ambalo hili darasa litakufanya ujione ni mtoto wa kifalme. Namna ya kuoperate mambo katika ulimwengu wa roho. Okay, umefundishwa kuomba, lakini unaombaje? Je, unajua spiritual time code? Unajua katika ulimwengu wa roho kuna masaa maalum? Unajua katika ulimwengu wa roho unaathiriwa na maneno unayoyatamka yanaathiri ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitarudi tena hapa kufundisha somo la maombi, lakini wakati mwingine. Leo ngoja niendelee hapa. Namba 9, elimu ya kiungu kufanya uwe ushiriki siri za ufalme. Maana yake unavyozidi kumfahamu Mungu kwenye maisha yako, unazidi kushiriki siri za ufalme. Utakuja kugundua ufahamu wako haukufanyi wewe ukae kwenye maombi masaa 3 ndio jambo lako litendeke. Ufahamu wako unatakiwa uelewe kanuni na sheria katika ulimwengu wa roho ya kufungua malango. Haleluya. Yani unatakiwa kujua unatakiwa ufanye nini. Adui anapokutekenya sehemu unamfanya nini? Sio kwa baba pigana, bala baba pigana mwenyewe, Yesu pigana. Hapigani. Anasema mwanangu tamka, sema unataka nifanye nini. Haleluya. Sikiliza nikwambie. Nataka nikwambie kitu. Ashumu baba yako ni askari. Amekupa shotgun na amekupa guruneti ile la kurusha. Amekupa na SMG. Alafu umeona maadui. Yaani unatimua mbio kutoka kwenye maadui, unaenda kumsemea kwa baba yako Brigadier Generali aende akawapige. Nafikiri wewe baba yako anataka kupiga risasi ya mguu. Wewe silaha unazo hapa. Mtu akikutekenya tu ni kwamba ni kukoki trigger na kumshuti kama ni jambazi. Ina maana nataka nikufundishe nini hapa? Nataka nikufundishe kwamba unapokuwa na knowledge ya kiungu, unakuwa na siri za ufalme. Unapokuwa na siri za ufalme, unakuwa jasiri mbele za Mungu. Yaani wewe humuombi Mungu, kuna mambo unayaamuru yafanyike hapa duniani, naye yanafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namba 10 na ya mwisho katika pointi hizi ni elimu ya kiungu hukulinda kutoka kushindwa na kupotea.
Elimu ya kiungu humlinda muumini, humfundisha namna ya kuishi kwa uangalifu na kumpa hekima na kuepuka mikondo ya maovu. Hosea 4:6 nasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo elimu ya kiungu hukusaidia wewe kukulimiti usikosee kwenye maisha yako. Wakati naenda kwenye hitimisho, kiwango cha elimu ya kiungu ulichonacho ndicho kinachoamua kiasi cha utendaji katika Kristo. Kuelewa kanuni za kiroho, kushinda hofu, kuzaa matunda, kuamuru nguvu za mamlaka kwenye maisha yako. Kwa hivyo, omba Mungu akupe maarifa ya ufahamu wa kiungu, tafuta neno lake kwa bidii na uwe tayari kufunuliwa zaidi. Kadiri unavyozidi kuelimika katika roho, ndivyo unavyopanda ngazi ya utendaji, kuishi kwa kusudi na kuishi kwa kushinda katika kila changamoto ya kiroho. Katika Yakobo 1:5 inasema pale, bali kama kuna mmoja kati yenu amekosa hekima, na aombe kwa Mungu, yeye atampa, kwa kuwa hutoa kwa wingi na bila lawama. Mungu akikugusa popote pale ulipo, unaweza kuchangia sadaka yako kupitia namba hizo hapo chini. Kuna namba ya Airtel, kuna namba ya Tigo, lakini kuna namba ya Halotel na kuna namba ya Vodacom. Majina yangu yatatoka Frankie Steven Muhando. Nitashukuru sana nikipokea mchango wako kwa ajili ya kufanya huduma hii iwe viral. Kama unavyoona niko ninahubiri katika sehemu ambayo sio appropriated, ili wewe upate neno la Mungu. Lakini tunataka tutengeneze studio na tutengeneze madhabahu, kanisa la Mungu lijengwe ili watu waendelee kupata neno la Mungu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Hatua hizi 10 ni hatua ambazo ukijitahidi kutafuta knowledge ya kimungu kwenye maisha yako, utakuwa ni mtu wa tofauti sana. Kwenye maisha watu wengi wanatamani kusoma vitabu vya mavyuoni, kusoma magazeti, kusoma storia mbalimbali kwenye TikTok, Facebook, huko wanasoma story mbalimbali, lakini mara chache watu kujitoa kusoma neno la Mungu. Mimi nataka nikwambie kitu. Mungu wa mbinguni akubariki kwa hatua hiyo uliofika kufuatilia somo hili mpaka hatua hii. Mungu wa mbinguni akuinue sana. Amen.